Bwana asifiwe. I'm glad to bring the word of God in this day on the 1st of January of this year 2022. Nina furaha kuwaletea neno la Mungu siku hii ya kwanza kabisa ya tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2022. And this word comes from the book of Leviticus chapter 6. Na neno hili linatoka katika kitabu cha Walawi sura ya 6 verses 12 and 13. na mistari ya 12 na 13. And it goes with the title, Fire must be kept burning. Kichwa cha ujumbe ni moto lazima uendelee kuwaka. The fire must be kept burning. Moto lazima uendelee kuwaka. This fire which no man lit it. Moto huu ambao hakuna mwanadamu auwashaye. It was not lit by Abraham, our great father of faith. Haukuwashwa na Ibrahimu baba yetu mkuu wa imani. It was not lit by Moses, a great leader. Haukuwashwa na Musa aliyekuwa kiongozi mkuu. It came from heaven. Ulitoka mbinguni. And the word says this fire must be kept burning. Na neno linasema moto huu lazima uendelee kuwaka. Let us pray. Tuombe. Our Father and our God, we bless your name this day. Baba yetu na Mungu wetu, tunalitukuza jina lako siku ya leo. We are standing on a holy ground. Tunasimama mahali patakatifu. A place where you yourself established. Mahali ambapo wewe mwenyewe umepaanzisha. A place where you have shown your glory for many years. Mahali ambapo umeonyesha utukufu wako miaka mingi. A place where you yourself built. Mahali ambapo umepajenga mwenyewe. And Father God, we stand with all fear and trembling before you. Na Baba Mungu, tunasimama na kicho na kutetemeka mbele zako. Praying that God, the work which you began, tukiomba kwamba Bwana neno uliloanzisha shall stand, likasimame, because that is your command. kwa sababu ndio agizo lako. I pray for your anointing even as we go through this word. Ninaomba upako wako tunapopitia neno hili. In the name of Jesus Christ, our Savior Lord. Katika jina la Yesu Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen. Now let us read chapter 6 of Leviticus, verse 12 and 13. Tusome sasa Lawi sura ya 6 mstari wa 12 na 13. The fire on the altar must be kept burning. It must not go out. Every morning, the priest is to add firewood and arrange the burnt offering on the fire and burn the fat of the fellowship offering on it. Verse 13, the fire must be kept burning on the altar continuously. It must not go out. Walawi sura ya 6 mstari wa 12. Na huo moto ulio madhabahuni atautunza uwake daima juu yake, usizimike, naye kuhani atateketeza kuni katika moto huo kila siku asubuhi. Naye ataipanga sadaka ya kuteketezwa juu yake, naye atateketeza mafuta ya sadaka za amani juu yake. Mstari wa 13. Moto utatunzwa wake juu ya madhabahu daima, usizimike. This fire, moto huu, was on the altar in the tabernacle while the Israelites were moving from Egypt to the land of Canaan. Ulikuwa katika hema ya kukutanika madhabahuni wakati wa Israeli wakisafiri kutoka Misri kwenda nchi ya ahadi Kanaani. It was after God had made a covenant with his people. Na ilikuwa ni baada ya Mungu kuweka agano na watu wake. When he brought them from Egypt. Alipowatoa kutoka Misri. And they crossed the river, the sea, the Red Sea. Na wakavuka bahari ya Shamu. They came at a point at the Mount Sinai. Wakafika sehemu mlimani Sinai. And God spoke to them. Na Mungu akanena nao. He revealed himself to them. Akajidhihirisha kwao. And he wanted them to agree that they will follow him
as he commands them. Na akawataka wakubali kwamba watamfuata kila akiwapa maagizo. And that's where the first covenant was made. Na ndio pale agano la kwanza lilipotengenezwa. And God said to Moses, na Mungu akamwambia Musa, build an altar because I want to live or to move or to stay with my people. Jenga madhabahu kwa sababu nataka kuishi au kutembea au kuwa na watu wangu. And so the altar was made according to how God prescribed. Na hivyo madhabahu ilitengenezwa kulingana na maagizo na maelekezo ya Mungu. And the priests were set on their positions. Na makuhani wakawekwa katika zamu zao. And on the first day, na siku ya kwanza, the burnt offering was prepared. Sadaka ya kuteketezwa iliandaliwa. And the priests were in their garments. Na makuhani walikuwa wamevaa majoo yao na mavazi yao rasmi. And as they were waiting, na wakiwa katika kusubiri, fire came from heaven. Moto ukashuka kutoka mbinguni. The place was covered with the power, the glory of God. Na eneo lote lile likafunikwa na utukufu wa Mungu. And then fire from heaven came and consumed the burnt offering. Kisha moto ukashuka kutoka mbinguni ukateketeza sadaka ya kuteketeza. And now God says this fire should never go out. Na sasa Mungu akasema moto huu usizimike. And the priests were commanded to make sure that every day, na makuhani wakapewa agizo kwamba kila siku in the morning, asubuhi, they should make sure that they take out the ashes, wahakikishe wanatoa majivu, and make sure that fire continues to be fresh, na wahakikishe kwamba moto ule unaendelea kuwaka daima. And no foreign fire was allowed to come. Na hakuna moto wa kigeni ulioruhusiwa kuongezwa pale. And so they did so. Na hivyo wakafanya vile. Hallelujah. Hallelujah. Now the Bible says, Biblia inasema, we are the royal priesthood. Sisi ni makuhani wa takatifu. You and I, wewe na mimi, who have given their lives to Jesus Christ, ambaye tumempa Yesu Kristo maisha yetu, have been called to be priests. Tumeitwa kuwa makuhani. Now we don't offer a burnt offering like that which was offered at this moment. Sasa hatutoi dhabihu kama walivyotoa wakati ule. Because this one was a shadow of the better one which would come later. Kwa sababu haya yalikuwa ni kivuli ya kile kizuri kitakachofuata baadaye. Now the true offering is in our hearts, in our body. Sadaka ya kweli iko katika mioyo yetu, katika mwili wetu. So since when Jesus died on the cross for us, kwa hivyo tangu Yesu alipokufa msalabani kwa ajili yetu, he reconciled us to God. Alitupatanisha na Mungu. He made us to be children of God. Alitufanya kuwa watoto wa Mungu. And we have been made to be royal priests. Na tumefanywa kuwa makuhani wateule. And we can go before God and offer that kind of worship to him. Na tunaweza kwenda mbele za Mungu na kupeleka ibada kama ile mbele zake. And this fire is the fire of the Holy Spirit which came when Jesus was building his church. Na moto huu ndio moto wa Roho Mtakatifu ulioshuka wakati Yesu akijenga kanisa lake. And that's why a true worship is a worship which is done in the spirit and truth. Na ndio maana ibada njema ni ile inayotendeka katika roho na kweli. And that is done because of the Holy Spirit who is already in us. Na ile inafanyika kwa sababu ya Roho Mtakatifu aishie ndani yetu. Jesus said, I will build my church. Yesu alisema nitalijenga kanisa langu. And the gates of hell shall never prevail. Wala milango ya kuzimu haitaliweza. And every time when this verse is read, we continue to remember what the Lord has done in this church using our senior pastor. Na kila mara mstari huu ukisomwa tunakumbuka kile ambacho Mungu amefanya katika kanisa hili kupitia mchungaji wetu kiongozi. That this church is built by Jesus Christ. Kwamba kanisa hili limejengwa na Yesu Kristo. And a fire was lit. Na moto uliwashwa. And this fire must not go out. Na moto huu usizimike kamwe. The Bible commands us, or the Spirit commands us, that
we must make sure that this fire doesn't fade, doesn't go out. Roho anatuhimiza kwamba tuhakikishe moto huu hauzimiki wala hauondoki. The fire of true worship, Moto wa ibada ya kweli. the fire of true sanctification, Moto wa utakaso wa kweli. the fire of doing all that which God has established. Moto wa kufanya yale yote ambayo Mungu ameanzisha. It should not burn. I should not stop. Usizimike. Praise the Lord. Bwana asifiwe. As I read here Ninaposoma hapa in verse 12, mstari wa 12, he says the fire on the altar must be kept burning. It must not go out. inasema uwake daima juu ya madhabahu usizimike. I see this word as a word which is very true to us at this moment. Ninaona neno hili kama maana sana kwetu sisi wakati huu. Especially when our senior pastor have just left us. Hasa wakati huu ambapo mchungaji wetu kiongozi ametuacha. Yesterday we had a meeting at the pastors. Jana tulikuwa na kikao cha wachungaji. And our main question was, na swali letu kubwa lilikuwa, let us recall, tukumbuke what our pastor, our father spoke at the last days. Maneno yale ambayo mchungaji wetu baba yetu alikuwa akiyasema siku zake za mwisho. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And we found that at the meeting with all the pastors and the leaders, na tukagundua kwamba katika mkutano na wachungaji wote na viongozi wote, as we were ending that meeting, tulipokuwa tukimaliza ule mkutano, those who were there can remember, wale waliokuwepo pale mtakumbuka, he said, when there is revival, alisema kukiwa na uamsho, any system will work out well. Kila aina ya utendaji itafanya kazi vema. In other words, kwa maneno mengine, where there is no revival, pale ambapo hakuna uamsho, even the best systems will fail. Hata mkiwa na mipango na namna njema kabisa ya kufanya mambo, hamtafanikiwa. Those are the words which he left us with. Haya ndiyo maneno ambayo alituachia. And we chose a committee. Na tulichagua kamati. We were to present before him on the 28th. Tulikuwa tuwakilishe kwake siku ya tarehe 28. And he was not there. Na hakuwepo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So our cry, kwa hivyo maombi yetu is revival. Ni uamsho. That's what he left with us. Ndicho alichotuachia. And that is the cry for our national church. Na ndiyo kilio cha kanisa letu la kitaifa. That we are in the 13 years of revival. Kwamba tuwe na miaka 13 ya uamsho. It is the cry of revival that, Lord, we need you and your power to be restored in the church. Ni moto kilio cha uamsho kwamba Bwana tunakuhitaji na nguvu zako katika kanisa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. So what a powerful message. Kwa hivyo ni ujumbe wenye nguvu kiasi gani which the Lord has given to us, ambao Bwana ametupa, and which we start with in this year. Na ambao tunaanza nao mwaka huu. We need revival. Tunahitaji uamsho. Hallelujah. Hallelujah. Now revival in the church. Uamsho katika kanisa. Revival in the leadership. Uamsho ndani ya viongozi. The revival in the departments. Uamsho katika idara mbalimbali. Revival in every organ. Uamsho katika kila sehemu ya kanisa. Revival in every individual's life. Uamsho katika maisha kila mtu binafsi. Revival in the calling. God has called you. God has called each one specifically. Na uamsho katika wito ambao Mungu amemuita kila mmoja wetu binafsi. There must be revival. Lazima kuwe na uamsho. Which means allowing the Holy Spirit to work deep in our hearts. Maana yake ni kwamba tumruhusu Roho Mtakatifu atende kazi ndani ya mioyo yetu. And when we do that, na tukifanya hivyo, we shall experience the move of the Holy Spirit. Tutaona nguvu ya Roho Mtakatifu. Hallelujah. Hallelujah. Jesus told his disciples, Yesu aliwaambia wanafunzi wake, tarry here in Jerusalem, ngojeni hapa Yerusalemu, until when the power from on high comes upon you. mpaka mtakapovikwa nguvu uweza kutoka juu. And as they were in Jerusalem praying, na walipokuwa Yerusalemu akiomba, after his ascension, baada ya kuwa ametwaliwa, 10 years later, siku 10 baadaye, the Holy Spirit came upon Roho them. Mtakatifu aliwashukia. And that's when those people rose up and they realized that something special
something promised has come. Na ndipo wale watu wakainuka wakajua kwamba ahadi maalum, jambo maalum limetokea. So the Holy Spirit was sent in the church. Kwa hivyo Roho Mtakatifu alitumwa kanisani. And there is no date for him to leave back. Na hakukuwa na tarehe au wakati wa yeye kuondoka. So the Holy Spirit came and he is still here today. Kwa hivyo Roho Mtakatifu alikuja na bado yuko hapa leo. And he came when you gave your life to Jesus Christ. Na alikuja kwako ulipompa Yesu maisha yako. And when you allowed him to come and fill you. Na pale ulipomruhusu akujaze. And the fire of the Holy Spirit was lit into your heart. Na moto wa Roho Mtakatifu uliwashwa moyoni mwako. Now that fire needs to continue. Sasa moto huo unapaswa uendelee. Praise the Lord. Bwana asifiwe. There are times when fire may grow weak. Kuna wakati ambapo moto unaweza ukafifia. But those who knows how to stir up fire, especially through the burning woods. Na wale wanaojua namna ya kuwasha moto hasa katika kuchoma kuni, you find that you need to take out the ashes. Unajua kwamba lazima uondoe majivu. So we are called to make sure that we leave all those things which stumble us. Kwa hivyo tunaitwa tuondoe mambo yale yote ambayo yanatukwaza. And we should make sure that we continue strongly, steadily, to make sure that the fire of the Holy Spirit in our lives continues to burn. Na tuendelee kuwa imara na hima, tuhakikisha kwamba moto wa Roho Mtakatifu unaendelea kuwaka. As a church, we must be united. Kama kanisa ni lazima tuungane. We must stand together. Ni lazima tusimame pamoja. We must be together in prayers. Ni lazima tuwe pamoja katika maombi. In doing all that which God has made them for us. Na kufanya yale yote ambayo Mungu ametupa tufanye. There is a lot which God has done in this church. Kuna mambo mengi ambayo Mungu ametenda katika kanisa hili. And no one has come here accidentally. Na hakuna aliyekuja hapa kwa bahati mbaya. Everyone has been brought by Jesus Christ himself. Kila mmoja wetu ameletwa na Yesu Kristo mwenyewe. We are a family. Sisi ni familia. And Jesus has given us this church. Na Yesu ametupa kanisa hili. So that together we may serve him. Ili kwamba kwa pamoja tumtumikie. And together we may grow. Na kwa pamoja tukue. And together we may achieve that which God wants to be achieved using this church. Na kwa pamoja tukamilishe kile ambacho Mungu anataka kukamilisha kupitia kanisa hili. And the Lord will be glorified. Na Mungu atatukuzwa. And the Lord will continue to bless each one, each individual, our families, our businesses and everything we do. Na Bwana ataendelea kumbariki kila moja na familia zetu na biashara zetu na kila tunalofanya. And he shall continue to use this church. Na ataendelea kulitumia kanisa hili. As he purposed. Kama jinsi alivyokusudia. Because Jesus Christ is the one who sent our senior pastor to do all that which we know in history. Kwa sababu Yesu Kristo ndiye alimtuma mchungaji wetu kiongozi kufanya yale yote tunayojua katika historia yake. And he has been a living example. Na yeye amekuwa ni mfano ulio hai. And we are the witnesses of what God has done. Na sisi ni mashahidi wa yale ambayo Mungu ametenda. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Let me remind also another thing which yesterday we saw. Nikumbushe tena jambo lingine ambalo jana tuliona. As we were starting the beginning the year 2021. Wakati tukianza mwaka wa 2022. Our senior pastor rose with a very eager, strong push on coming to the second phase of the construction. Mchungaji wetu kiongozi alikuwa na moto na nia ya kuingia katika hatua ya pili ya ujenzi wa jengo la kanisa. You remember those photos? Mnakumbuka picha zile? They were placed in the first and the second week of January. Iliwekwa wiki ya kwanza na ya pili ya Januari mwaka jana. And he presented the message. Na aliweleta ujumbe that phase 1 has already been done. That's why we are here in the auditorium. Na akasema kwamba hatua ya kwanza ya ujenzi imekamilika, ndio maana tuko hapa katika ukumbi. But the vision is not yet complete. Lakini maono hayajatimia. Because the vision was this tall building behind here will reach the 12th floor. Maono yalikuwa kwamba jengo la mnara lifike ghorofa ya 12. And there shall be some words. Na pale juu tuandike maneno which says Jesus is Lord, Jesus is Lord. yanayosema Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. And the blood of Jesus Christ
cleanses us from all sin. na damu ya Yesu inatutakasa kutoka dhambini. And those words will be there continually, non-stop, 24 hours. Na maneno yale yawe pale saa zote, masaa 24. And this vision, he pronounced it since when the church was beginning. Na maono haya aliyatangaza tangu wakati kanisa linaanza. Some of us are the witnesses. Baadhi yetu ni mashahidi. Maybe God has kept us so that we can give this testimony. Labda Mungu ametutunza ili tutoe ushuhuda huu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And we continue to sing with those words. Na tunaendelea kuimba maneno yale. He was speaking to us for 21 years when we had no plot. Alikuwa akituambia miaka 21 wakati hatuna hata kiwanja. But we were singing those words. Lakini tulikuwa tunaimba maneno yale. And some other people were mocking at us. Na wengine walikuwa wanatudhihaki. When are you going to build that big sanctuary? Mtajenga lini jengo hilo kubwa? But it became true. Lakini Mungu alilifanikisha. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And yes, let us give glory to God. Ndio, tumpe Mungu tukufu. And last year in January, na mwaka jana Januari, the congregation kusanyiko felt what the senior pastor was speaking. Mliona kile ambacho mchungaji kiongozi alikuwa akisema. And a pledge was made right here. Na ahadi zilichukuliwa hapa mbele. 360 million. Milioni 360. That is not a small thing. Sio kitu kidogo. That is a very big thing. Ni jambo kubwa sana. It is you. Ni ninyi hawa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And people have already been giving. Na watu tayari wameanza kutoa. You have been giving. Mmeanza kutoa. Because that vision came so live. Kwa sababu maono yale yalikuja kwa upya vizuri sana. And this must be kept going on until when we see that. Lazima liendelee mpaka pale takapoona hicho tunachoona. When we see that, we will say, thank you, Lord. At least we have now witnessed what you showed or you revealed to your servant, and he has left us in the second phase, which goes us to that place. Na tutakapoona hivyo tutasema Bwana asante kwa sababu tumeona kile ulichokusudia, japo yeye ametuacha katika hatua ya pili. I believe that all those who have heard this, ninaamini kwamba wale wote waliosikia hili, they will not abandon it. Hawatabadilisha mioyo. Because it is the Spirit who brought this to us. Kwa sababu ni Roho ndio alileta haya kwetu. So let us continue to be together. Kwa hivyo tuendelee kuwa pamoja. Let the fire of the vision of at this place continue burning in our hearts, and let us continue to pray so that God opens doors and windows of heaven and let his work be complete. Basi moto wa maono haya uendelee kuwaka katika maisha yetu, na tuendelee kuomba na kuomba kwamba makusudi ya Mungu yakamilike. Hallelujah. Hallelujah. Now let us come to a point when we allow this word to do a work intended in our personal lives. Sasa maneno haya na yatusaidie katika maisha yetu binafsi. I know the Lord is speaking to you this morning. Ninajua asubuhi ya leo Bwana anasema na wewe. He knows you. Anakujua. And yet he has called you. Na ndio amekuita. And he wants you to continue letting that fire burning in your heart. Na anataka uachie moto huo uendelee kuteketea na kuungua katika moyo wako. I don't know what you are passing through. Sijui unapitia nini. Maybe you are being discouraged of what the Lord told you. Labda unakatishwa tamaa na kile ambacho Mungu alikwambia. But let me tell you and encourage you from this word. Lakini nikutie moyo na kukwambia asubuhi hii that the Lord who began that good work in you, kwamba Mungu aliyeanzisha kazi njema ndani yako, wants to see you through. Anataka aikamilishe. His power and his strength is just with you. Nguvu yake na uweza wake viko pamoja nawe. What you need to tell God is that, Lord, I'm ready. Unachohitaji kumwambia Mungu ni kwamba Mungu, niko tayari. Strengthen me. Nitie nguvu. Hallelujah. Hallelujah. Maybe there are a sin which is trying to block you. Labda kuna dhambi inayokukwaza. And maybe the devil tries to whisper to you that you will not make it. Na labda shetani anakunong'onezea kwamba hautafanikisha.
let me tell you that it's not by power nor by might, Nataka but it is by the nikwambie, power of the Holy Spirit. sio kwa uweza wala kwa nguvu, bali ni kwa Roho Mtakatifu. Just surrender to him. Mwachilie wewe maisha Tell yako. him that, Lord, you know me. This is Mwambie, how I am. Bwana unanijua, hivi ndivyo jinsi nilivyo. Don't try to hide. Usifiche. Don't try to pretend. Usijifanye. Tell him that, Lord, I am here. This is troubling me. Please, Lord. And the Lord will take hold of your hand and he will give you victory. Mwambie, Bwana niko hapa na hili jambo linanikwaza, nisaidie, na Bwana atashika mkono wako akupe ushindi. We are the witnesses of those God have done for us. Sisi ni mashahidi wa yale ambayo Mungu ametutendea. Because every one of us have been in sin, have been in debt, have been in debt. But the Lord God has been merciful and He is the one who is strengthening us. Kwa sababu kila mmoja wetu amepita katika jambo hili na lile, lakini Bwana amekuwa wa rehema na ndiye anayetutia nguvu. And maybe you are the Paul, or you are the Peter, or you are the somebody God wants to use. Na labda wewe ndiye Paulo au Petro au mtu mwingine ambaye Mungu anataka amtumie. And the devil might be trying to suppress you. Na shetani anajaribu kukuweka chini. Just rise up and accept what the Lord has for you. Inuka na upokee kile ambacho Bwana anacho kwa ajili yako. Hallelujah. 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 This morning I will give a time for each one of us to meditate upon this and say, Lord, here I am. Help me so that I keep that fire in me. I keep that which you have put in my heart. Asubuhi ya leo nitakupa muda ili utafakari moyoni mwako ukisema, Mungu niko hapa, ili moto ule uendelee kuwaka ndani ya moyo wako na uendelee kutunza ahadi yake. If we can stand. Tusimame tafadhali. And let us sing that chorus which say, I will say yes Lord. We shall sing it in Kiswahili. Na tuimbe ule wimbo unaosema nitasema ndiyo Bwana. And the Lord has been speaking to you. Tell him that, yes Lord, I'm ready to do that which you have instructed me. Na Bwana anapoendelea kusema na wewe, utamwambia Bwana, niko tayari kufanya kile ambacho unaniagiza. Nitasema ndiyo. Nitasema ndiyo. Ndiyo Bwana, ndiyo Bwana, nitasema ndiyo. Nitasema ndiyo Bwana, Ndiyo. nitasema ndiyo Bwana, ndiyo Bwana, ndiyo Bwana, nitasema ndiyo Bwana, ninasema ndiyo Bwana, ninasema ndiyo Bwana, ndiyo Bwana, ndiyo Bwana, ninasema ndiyo Bwana. Oh, nakubali, nakubali Bwana, nakubali Bwana, oh, nakubali, nakubali Bwana, Bwana. Our Father and our God, we bless your name this morning.
Baba yetu na Mungu wetu, twalitukuza jina lako asubuhi ya leo. We say thank you because you have good thoughts, you have good plans for each one of us. Tunasema asante kwa sababu una mipango na mawazo mazuri kwa ajili ya kila mmoja And wetu. Lord, you are here this morning to give a new strength to each one of us. Na Baba, uko hapa asubuhi ya leo kumtia kila mmoja wetu nguvu mpya. Lord, as we begin this new year 2022, Baba, tunapoanza mwaka huu mpya 2022, Lord, we need your strength. Bwana, tunahitaji nguvu zako. Strengthen each one of us, O God, Lord. Mtie nguvu kila mmoja wetu, Bwana. Strengthen our families. Tia nguvu familia zetu. Strengthen our church. Tia nguvu kanisa letu. And let us continue, Father, being strong doing your work. Na tuendelee Bwana kwa imara kufanya kazi yako. Thank you, Lord, for your presence. Asante Bwana kwa uwepo wako. Now, let me allow, if you need the Lord to strengthen you and you want to come to the altar Na sasa and you want to say, Lord, I need a new strength this day, and especially if there are some challenges you have been going through and you want to come at the altar and tell the Lord that, Lord, I come to you, I surrender my life to you, I give all what I am to you, use me. Na sasa nikupe fursa, kama unataka kuja madhabahuni na kukutana na Mungu na kusema, Bwana, nina changamoto hii na hii na naomba mwaka huu unisaidie, unitie nguvu, unitumie. Karibu madhabahuni. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, we need you. Ndio Bwana, tunakuhitaji. Pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Oh, Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Open your mouth now as I pray. Fungua kinywa chako. Pray Naomba also to the Lord. uombe. Dear Father and God, Baba yetu na Mungu wetu, you are a wonderful God to us. wewe ni Mungu mwema kwetu. We come before you this morning. Tunakuja mbele zako asubuhi ya We leo. are at your altar, O Lord God. Tuko madhabahuni pako, Bwana. Father, I pray that you shall stretch your mighty hand upon each one of us, O God. Baba, ninaomba ukanyoshe mkono wako wenye nguvu juu ya kila mmoja wetu, You Bwana. are the one, O Father, who speaks to every individual, Father, personally. Wewe ndiwe unayeongea na kila mtu moja moja, Bwana. Your voice, O God, is heard to any individual, Jehovah God. Sauti yako inasikika juu ya kila Lord, mmoja, I Bwana. pray that your mighty hand shall touch everyone, O Lord God. Baba, ninaomba mkono wako kamguse kila mmoja, Bwana. Touch, O Lord God, and bring the healing. Wagushe Bwana na kuleta uponyaji. Bring the inner healing in the heart, in the spirit, in the body. Leta uponyaji wa ndani katika roho, mwili na nafsi. Lord, uphold your child, O God, Lord. Bwana, mshikilie mwanao, Mungu. Lord, at that point of his or her weakness, Katika wakati ule wa uhitaji wake, Lord, bring your power. Bwana, achilia nguvu zako. Lord, touch and lift him, oh our Lord, in the name of Jesus. Bwana, ukakutane naye katika jina la Yesu. Let your spirit, O God, move mightily in a very special way. Mtakatifu akatembee kwa jinsi ya tofauti.
Bring, oh God, that revival in our hearts, oh Lord God. Ukalete uamsho ndani ya mioyo yetu, That Bwana. which will make every one of us, oh Lord, to stand anew and afresh. Ule uamsho utakaofanya kila mmoja wetu asimame mpya na mwenye And nguvu. let your voice, oh God, be so clear in our hearts. Na sauti yako Mungu ikawe wazi katika mioyo Because yetu. you are the one, oh Father, who have called each one of us, oh Kwa Lord sababu God. ndiwe uliyemuita kila And you mmoja have wetu, called us, oh Lord, Bwana. for a specific work. Na umetuita kwa kazi maalum. Strengthen us, O Lord God. Tutie nguvu, Strengthen Bwana your child, O Mungu. God. Mtie nguvu mwanao, In the name of Mungu. Jesus Christ. Katika jina la Yesu Bring, O Kristo. God, that confidence in you Leta sasa uamsho mkuu ndani and a new strength na nguvu mpya in the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. Lord, we thank you. Baba, We tunakushukuru, magnify your name. tunalitukuza jina In lako Jesus' name. katika jina la Yesu. Hallelujah. Haleluya. Maybe there is someone who have come this morning Labda kuna mtu amekuja asubuhi ya leo and he has not given his life to Jesus. na hajampa Yesu maisha And you yake, say, Pastor, na unasema mchungaji, I would like to give my life to Jesus. ninapenda nimpe Yesu maisha If yangu. you're here, Kama uko hapa, please just raise up tafadhali your hand. nyosha tu mkono wako. You say, I want to give my life to Jesus this morning on this first day of this new year. Unasema nataka nimpe Yesu maisha yangu siku hii ya tarehe ya kwanza kabisa ya mwezi wa kwanza mwaka huu. If you, yes, there is a sister, please let us clap for her. Ndiyo, asante. Kuna dada pale, naomba Hallelujah. tushangilie Mungu kwa ajili yake. Another person, you say, Labda kuna mtu mwingine today tena, I want to commit my life to Jesus. unasema leo nataka nitoe maisha yangu kwa Yesu. Others can leave to our seats Wengine mnaweza mkarudi kuketi and our sister should remain. na dada yetu atabaki hapa. Yes. Anybody else, Mwingine tena, you have not given your life to Jesus hujampa Yesu maisha yako and you want to give your life to him. na unataka umpe Yesu maisha yako. Hallelujah, hallelujah. So I will lead you in a prayer. Nitakuongoza katika sala. This is a great moment. The Bible says that for anyone who gives his life to Jesus, angels are celebrating. Huu ni wakati mkuu. Biblia inasema kila moja anayetoa maisha yake kwa Yesu, malaika hushangilia mbinguni. And let us also celebrate with the angels, because today our sister's name is going to be written in the book of life. Na hivyo tushangilie na malaika, kwa sababu leo jina la binti yetu litaandikwa katika kitabu cha uzima. Hallelujah. So our pastor will lead her in Kiswahili. Kwa hivyo taomba sala hii. Bwana Yesu, utarudia baada yangu. Bwana Yesu, ninakuja kwako, ninakushukuru kwa neno lako la uzima. Naomba unisaidie, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Tunza jina langu katika uhai wako. Nisaidie Yesu, tangu sasa niishi maisha matakatifu. Niwezeshe kushinda hali zote za dunia na changamoto zake. Nikupendeze Yesu. Tangu sasa karibu moyoni mwangu, utawale maisha yangu. Niwe mtoto wako. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Now let us pray for her. Tumuombee sasa. Our Father and our God, we say thank you Baba yetu na Mungu wetu, tunasema for asante calling our sister to you kwa kumuita binti yetu kwako, and writing her name in the book of our life. na kwa kuandika jina lake katika kitabu cha uzima. Lord, we pray that your strength shall be upon her. Bwana, tunaomba nguvu zako ziwe juu In the yake name of Jesus Christ. katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah. Amen. Yes. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Happy New Year. Heri ya mwaka mpya. Hallelujah. Hallelujah. The Lord is good. Bwana ni mwema. Hallelujah.